Lakini katika ile hali niliyokuwa naumia mpaka leo ni kwamba mama yangu akija ni chakula kama ni kidogo, akipata kile kidogo anatupikia mimi tu na mdogo wangu, pia anafunga tumbo anaondoka. Nilikuwa nalala tu na upande huo mmoja. Nafika hata mama akienda kutafuta chakula, kuna siku atarudi, akikosa arudi nyumbani. Kwa akilala huko mpaka aje siku ya pili jioni, unakuta wadudu tayari wameshanitembelea. Wale wadudu unakaa kwenye haja zote, haja ndogo, haja kubwa. Mama kwa kijana nisafisha tena, ananipikia, anakaa. Na popote unapokufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Nilipoti kutokea katika wilaya ya Anani na nipo katika mji wa Katesh. Na nimefika katika eneo hili kwa ajili ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu Flora ambaye alipata ajali siku ya harusi baada ya kufunga ndoa. Na ndugu zake 7 waliweza kufa papo papo, lakini yeye pamoja na mume wake Mungu aliweza kuwanusuru. Hii ndio sababu ambayo imenifanya niweze kufika mahali hapa niweze kuzungumza naye. Na mfuatana nami katika mahojiano hayo uweze kusikia kila ambacho Flora anakueleza yale mapito aliyoyapitia, lakini Mungu akawa pamoja naye. Karibu. Baba wa mbinguni, umefanya mambo ya ajabu katika maisha yangu, nakushukuru, pokea sifa. Wewe ni utoshelevu wangu, ni furaha yangu, wewe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Habari za hapa Katesh? Salama, baridi tu. Kwa kweli nimejisikia vizuri sana kufika Katesh, lakini pia kukuona live. Ndio mimi hapa. Hongera sana. Mimi furahi pia, karibu sana. Asante sana. Hapa Katesh mnatunyima nini? Huku tunawanyima vitu vingi sana, hasa nyewe mnaokaa mjini tunawanyima. Tunalima mahindi, maharage, alizeti. Sisi huku ndo mnachukulia vitu huku. Kwa hiyo najivunia. Ya, karibu. Wewe ni mwenyeji huku? Ya, nimezaliwa huku. Amina. Huyu ni mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Debora. Ni mtoto ambaye alitabiriwa siku tunafunga ndoa. Ya mchungaji alisema wataenda kupata mtoto wa kwanza atakuwa kike, ataitwa Debora. Na huyu ni mtoto wa pili, anaitwa Godilizen. Nilimwambia Mungu nahitaji mtoto wa kiume na awe mweusi kama baba yake. Na ukinipa mtoto mweusi unao ni wa kiume, nitamuita Godilizen, maana yake wewe umenisikiliza. Ya. Safi sana. Jamani watazamaji, kama jinsi ambavyo nimewaambia kwamba leo nimefika nyumbani kwa mtumishi wa Mungu Flora ambaye anazo shuhuda nyingi za kujenga. Nisikucheleweshe, tuende moja kwa moja akuambie kila ambacho pengine kimenifanya mimi kufika mahali hapa. Karibu. Kwa majina naitwa Flora Faustini Baso. Nimefurahi sana kukutana na rafiki yangu wa NYTV. Kwa kweli ulinipigia simu ukalivoniambia unatamani kuonana nami. Mwanzoni nikasema
Kwa ndani yangu nikasema hivi inawezekana, lakini moyoni mwangu nikaupsa hiyo muda huo nikawa nimepata amani. Nafikiri sikupinga. Sikupinga, nikakwambia karibu sana kama utaweza kufika. Kwa kweli namshukuru sana Mungu, maana hichi ni kibali cha kimbingu. Mimi sio kila mtu nafanya naye interview. Nimeshawakatalia watu wengi sana kwa sababu nafanya pale ambapo moyo wangu una amani. Na moyo uko na amani, najua sasa hii ni kibali cha Mungu. Na hata wakati tumekubaliana kwamba utakuja, niliingia kwenye maombi, kaambia Mungu, kama ni mapenzi yako aje. Kama sio mapenzi yako Mungu, naomba asije kabisa. Lakini ndani yangu nilikuwa na shauku na nilikuwa na furahi, nikaa na kusubiri kwa hamu. Ndio maana kila sana kusumbua, umefika wapi, umefika wapi. So karibu sana. Kwa kweli mimi ni mwenyeji wa Manyara. Ni mzaliwa hapa wilaya Hana, kata ya Gendabi. Kwa wenyeji watakuwa wananifahamu. Mimi ni mtoto wa 5 katika familia yangu, kati ya watoto 6. Na ila ni mtoto wa kike wa kipekee na kaka zangu wengine. Na mimi ninamshukuru sana Mungu. Kwa kweli hivi nilivyo ni kwa neema yake tu. Mimi sikuzaliwa hivi unavyoniona, kwa hichi kimo unachoona, au kwa my physical appearance unavyoniona. Sikuzaliwa hivi, nilizaliwa mzima kabisa. Mimi nimezaliwa 92, lakini wakati naendelea kukua, nilivyoanza kujitambua kwamba mimi ni sasa, kuna ule ukuaji wa mtoto sasa anavyojitambua kwamba yeye yuko na nani na nani, ni kaka zake. Nikajikuta niko na kaka zangu pamoja na mama. Sijabahatika kumwona baba, na tulikuwa tunaishi na mama. Nikaa kila mara namuuliza mama, baba yuko wapi? Anasema baba yupo Giting. Kuna kata nyingine inaitwa Giting. Baba alikuwa na mke mwingine, mke mdogo. Mama yetu ilikuwa inasemekana alikuwa mke mkubwa. Na kwa hiyo kweli yale maisha ya kutokuishi bila baba yalikuwa hayajawahi kunipa mimi furaha kwenye maisha yangu. Sijui malezi ya baba, na sio mimi tu, na hata ndugu zangu. Tuliendelea kuishi na tuliishi kwenye mazingira magumu. Tulikuwa familia ambayo ni maskini, yani ni sijui nisemeje, wa hali ya chini. Na mama yetu hakuwa na uwezo. Tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ambayo kuishi kwenye nyumba ya majani sio issue ni kwamba haikuwa na usalama. Ilikuwa nyumba ambayo inavuja wakati wa masika, nyumba inavuja. Na mimi nilikuwa mtoto ambaye nilikuwa sijui nisemeje, sijisifila. Mungu alinipaga akili na nilikuwa naongea sana toka mdogo. Namwambia mama, tutaishi maisha mpaka lini? Mama, mbona baba hatupendi? Yani nilikuwa na maswali fulani ambayo yalikuwa namuumiza mama. So kipindi cha masika, nyumba unakuta hapo tulipolala nyumba inavuja. Sasa na unakuta tulikuwa tunalala kwenye ngozi. Na kulala kwenye ngozi kwa watu wa kijijini ni kawaida. Kwa hiyo mama alikuwa anachukua ile ngozi tunajifunikia kwa juu ili tusiloe. Kwa kweli ilikuwa maisha fulani ya mateso. Nikaa namwambiaga mama, mimi nikikua nitakujengea nyumba. Nikikua mama, hutaishi hivi kwa shida tena. Tukaendelea kuishi maisha, lakini siku moja nikamwambia mama, ina maana baba hatupendi sisi? Mama akasema hapana, baba anatupenda, anawapenda nyie, isipokuwa hana hela. Unajua mtu mzima hawezi kusema ubaya. Nikamwambia basi. Siku moja yule baba alikuja kutusalimia. Nikamwambia baba, mimi nilikuwa mdogo ila nilikuwa kaongeaji sana. Nikamwambia baba, wewe hutupendi sisi? Akasema kwa nini? Nikamwambia mbona kipindi cha masika tunanyeshewa na mvua, na wewe unaishi kwenye nyumba kama hii? Baba naona ile neno likamuuma. Nakumbuka kaenda na kaka zangu sehemu moja wanaita Gidewari, ambayo ni sehemu ya chumvini huko. Kuna wanaita manini, ni kama majani ya kuezekea nimesahau jina, ila ni majani ya kuezekea nyumba. Kwa hiyo wakaenda wakayakata, wakaezeka nyumba, tukawa salama.
Kwa hiyo unaona, mi toka mdogo, kaka zangu ni wakubwa, mimi ni wa pili kutoka mwisho, lakini nilikuwa muongeaji kiasi cha kwamba nilifanikiwa kuokoa familia yangu. Kwa hiyo tukaendelea kuishi hivyo. Mama yetu alikuwa mtu mwenye upendo sana, hakuwa na kitu, lakini ni mama ambaye alikuwa tukiona kwa mtu labda kwa wapika mandazi, mama tumeona wapika mandazi, mama ile kitu inamuuma. Kwa hiyo anafanya namna yoyote, anaenda kununua unga, anampelekea mtu, anapika, alafu anatuletea. Maisha yetu yalikuwa kimaskini sana, lakini yalikuwa maisha ya amani sana. Yalikuwa maisha ya amani. Yani tulikuwa sisi ni Waira. Kwa hiyo mama yetu alikuwa anatupikia maboga ya kusonga. Kwa hiyo yani alikuwa anatufanyia vitu fulani vya kiasili asili ambayo alikuwa anatufanya tujisikie vizuri, pamoja na kwamba tulikuwa kwenye maisha fulani. Ila nilikuwa kila mara namwambia mama, nitakujengea nyumba, utaishi vizuri mama yangu. Basi mama anacheka, maisha yakaendelea hivyo. Hapo 99 bwana, nikiwa na miaka 8. Lakini kabla huo muda mimi nilikuwa mwimbaji kanisani. Nilikuwa napenda kuimba Sunday school. Yani nilikuwa ni kitu ambacho ndani yangu. Wakati huo nasali kanisa la PAG, ilikuwa karibu na nyumbani. Kwa hiyo nikaa naenda Sunday school naimba. Wakishasema nani ataimbisha, mimi wa kwanza nanyosha. Yani nikikumbuka maisha ya utotoni raha sana. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuimba. Na nisipoimba, nikienda kanisa sijaimba, na huzunika, moyo wangu na huzuni. Lakini kwenye maisha yangu mimi nilikuwa mtoto ambaye ni mdhaifu, mgonjwa. Nikiwa nimetembea sipo stable, sijui nielezeje, lakini sijawa comfortable kutembea. Kwa hiyo unakuta sitembei vizuri. Nilikuwa mtoto ambaye ni mgonjwa mara kwa mara, lakini nilikuwa mtoto ambaye nina uwezo wa kuchota maji na kidumu, na uwezo. Mamangu alikuwa hanipi kazi ngumu wala kazi ambayo kujua uwezo wangu. Nilikuwa ni mtoto ambaye nachunga ndama, nachunga ng'ombe, tunaenda labda na kaka zangu, tunaenda kuchunga, sikubali kubaki nyumbani. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Siku moja bwana, na kumbuka ilikuwa 99. Tulikuwa tumetoka kanisani, ilikuwa siku ya Jumapili. Tumetoka kanisani, lakini njiani nikasikia kama mguu wangu nimepata maumivu makali. Siku zote maumivu yalikuwepo, ila siku yalikuwa makali zaidi hapa kwenye nyonga. Yalikuwa makali kama sindano. Nikasimama kwa muda, yale maumivu yakapungua, nikaendelea na safari, nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani nikamweleza mama, mguu unaniuma sana hapa. Akaniambia pole, unaweza kwenda kuchunga ndama? Nikamwambia ndio mama, naweza. Nilikuwa mtoto ambaye sikutaka mamangu ajisikie vibaya, maana najua hana hela. Kwa hiyo nilikuwa kuna muda navumilia maumivu ili nisimuoneshe kwamba mimi naumwa sana, ili mama asijisikie vibaya, asiumie, maana najua hana hela, anatulisha kwa shida sana. Basi na mama kaniambia unaweza kwenda kuchunga ndama mwanangu? Nikamwambia ndio mama, naweza, maana ndama ilikuwa tu hapo tu nje, sio mbali. Nikatoa ndama hapo, nikawa nachunga. Baada ya kula sasa, mama kaniendelea chakula, nikaenda. Mamangu alikuwa ananipenda sana, yani kiasi cha kwamba yani kwa upande wa kula alikuwa ananipendelea, lakini nilikuwa mvivu wa kula hadi sasa. Kwa hiyo alikuwa anahakikisha ninakula. Kwa hiyo nilipomaliza kula nikaenda kuchunga. Sasa wakati nachunga nakumbuka kitu. Nikajihisi kama nataka kujisaidia haja ndogo. Ile nimeinama hivi, nimechuchumaa. Hapo nikaona giza, nikapoteza fahamu. Nikiwa peke yangu. Na ilikuwa nafikiri kwenye mida saa 4. Nikapoteza fahamu. Sikujua kilichoendelea. Baada hapo nikapata ufahamu nikiwa kitandani nimelala. Na hapo pembeni alikuwepo mama yangu. Ni usiku wa manane. Kwa hiyo niliposhtuka hivi kupata ufahamu, kuangalia hivi, nikamwona mama yangu. Mama analia. Nikamwona mama analia. Na mimi maumivu yakawa ni makali sana. Nikawa nalia. Ananiambia ni nini mwanangu? Kamba mama, mguu. Yani mguu wangu unaniuma. Mguu unaniuma sana. Nalia, Yesu nisaidie.
Mamangu alikuwa hajaokoka kipindi hicho, kwa hiyo akawa anaangalia tu. Basi huo usiku ukakucha bila kulala, na mama hakulala na mimi sikulala mpaka asubuhi. Nakumbuka mama alimwagiza mtu kwa huyo baba ambaye yuko Giting na ana familia nyingine, akamwambia mtoto anaumwa. Baba akamsema labda nafikiri itakuwa ni jipu, embu mchinjieni kondoo. Alafu ndio sikujikuta hospitali, nyumbani. Sijui, na hata mama sijui, hata kama niliuliza sina kumbukumbu. Wakati nilikuwa kwenye miaka 8. Kwa hiyo baada hapo nikachinjiwa kweli, wakachinja kondoo, nikanywesha supu kwa nguvu na nini, lakini ile hali uvimbe ukaanza kutokea kwenye nyonga, kwenye mguu sasa uvimbe, lakini sikuweza kugeuka, sikuweza kulala kwa upande mwingine, nilikuwa nalala na upande huu tu. Wiki ikaisha, wiki ya pili, mwezi ukaisha, mimi ni wa kitandani tu. Na nakumbuka kipindi hicho ilikuwa ni njaa kali Tanzania. Kwa watu wazima watakumbuka, mimi ni mtoto lakini nilikuwa nakumbuka mpaka sasa. Kulikuwa na njaa sana Tanzania, watu walikuwa nakula mboga. Hata pale nyumbani kwetu kulikuwa tunakula mboga tu. Mama labda anapekecha nini, mlenda, tunakunywa. Mama anaenda kuhemea, ananiacha mimi kitandani, ananibadilisha nguo, alafu anadamka asubuhi, anarudi usiku. Alichokipata anapika. Ilikuwa ni kitanda cha dari, kiko juu sana, kwa hiyo siwezi kwanza, sio kushuka tu, kushuka kitandani siwezi, hata kugeuka siwezi. Kwa hiyo ni mpaka ni mama nimsubirie, na kaka zangu kwa sababu ya njaa nyumbani mna chakula wanaondoka. Nao ni watoto kipindi hicho, ila ingawa tu ni wakubwa, wanaondoka. Kwa nabaki mimi na mdogo wangu anaitwa Niko, mdogo. Yeye alikuwa anafikiri kwenye miaka kama sio 5 atakuwa 4. Basi tulikuwa ni mpaka mama akija ndo ananibadilisha, ananipikia kilichopo, asubuhi tena anaondoka. Lakini katika ile hali niliyokuwa naumia mpaka leo ni kwamba mama yangu akija, ni chakula kama ni kidogo, akipata kile kidogo anatupikia mimi tu na mdogo wangu, pia anafunga tumbo, anaondoka. Nashindwa na neno la kusema, lakini kwa kweli Mungu amtunze huko alipo. Baadaye maisha hayo yakaendelea mpaka nafikiri kama miezi 3 hivi, zaidi ya miezi 3 nilikuwa tu kitandani. Nilikuwa nalala tu na upande huo mmoja. Nafika hata mama akienda kutafuta chakula, kuna siku atarudi, akikosa arudi nyumbani. Kwa akilala huko mpaka aje siku ya pili jioni, unakuta wadudu tayari wameshanitembelea. Wale wadudu unakaa kwenye haja zote, haja ndogo, haja kubwa. Mama yangu akija ananisafisha tena, ananipikia, anakaa, anaondoka tena. Basi Mungu, lakini katika hayo yote nikiwa hata kitandani namwambia Mungu, ninayekuimbia, Mungu ninayekuimbiaga, naomba unisaidie nisimame tena, naomba unisaidie nisimame tena hapa ili nikushuhudie wewe. Basi siku moja nilimwagiza mtu, alikuwa anaenda kule kwa baba huko Giting. Wakati anaenda kwa huyo baba, nikamwambia, mwambie baba, je, umenikataa? Na je, mimi hivi nilivyo nikifa, wewe utaishi milele? Hata wewe utakufa. Umekataa kunipeleka hospitali, hata mimi nikifa, hata wewe huwezi kuishi, utakufa tu. Baba, ile neno nafikiri kamuuma. Yule baba alikuja, alivyokuja wakati huo mimi Mungu amenisaidia, nimeshaweza kusimama, nimeweza kushuka kitandani, nimeweza kusimama, lakini mguu wangu huu ulioko na nyuma umeshakuwa mfupi.
nikisimama ni vidole tu vinafika hivi chini. Kwa yule baba alivyokuja akaniambia, Flora, njoo huku sebuleni. Nilikuwa chumbani nikatokea. Yeye mwenyewe aliumia. Akasema, ndio umeumwa kiasi hichi? Akamwambia mama, hebu muandae huyo mtoto, nitampeleka kesho hospitali. Basi nikaandaliwa. Baba siku ya pili akaja na kaka yangu anaitwa Joseph, wakanipeleka hospitali ya Dareda, wenyeji watakuwa najua. Alivyonipeleka, nakumbuka tulivyofika hospitalini nikapokelewa. Nilivyopokelewa hospitali wakanipima. Nakumbuka kipimo walichonipima miongoni mwa vipimo ni x-ray. Walivyonipima x-ray basi wakanipima, x-ray ile wakanipima, majibu yakatoka, akasema hatuoni ugonjwa. Wakasema mbona ugonjwa huonekani? Lakini pia wakamwambia baba, kwa nini huyu mtoto ulimchelewesha? Ni wa kwako kweli? Kwa nini huyu mtoto mpaka amekuwa mlemavu, ameumwa mpaka amekuwa mlemavu baba? Kiukweli baba alishindwa tu kujitetea, akanyamaza. Baadaye nikapelekwa wodini. Nikakaa pale hospitali ya Dareda mwezi moja. Nikakaa mwezi moja. Baadaye wakanirudia tena vipimo kabla hata huo mwezi moja wakati niko pale. Baada huo mwezi moja wakasema hapana, huyu mtoto apelekwe KCMC. Wakanipa rufaa, wakamwambia baba, huyo mtoto tunampa rufaa aende KCMC, ila hatukuamini. Nenda katafute hela, ulete hela hapa, useme umepata hela ndio tukuruhusu uondoke na mtoto. Kweli baba akaondoka, akarudi na hela, akasema hela nimepata, akaamba basi nenda naye. Tukaondoka, tukalala Endasaki kwa baba yetu mkubwa anaitwa Mzee Mchuno Baso. Tukalala hapo na tukaenda na babangu mwingine ambaye anaitwa Mzee Tahani ndio. Tukaenda naye mpaka KCMC, ni babangu mkubwa. Tulipofika KCMC tukalala kwa ndugu, tukaenda hospitali siku ya pili. Nilipimwa, nakumbuka hadi na madaktari wazungu. Walinipima, wakapima, wakasema mrudi nyumbani, njooni siku fulani. Tukarudi nyumbani. Tulivyorudi siku hiyo kwa ajili ya vipimo, wakasema hatujaona kitu. Wakarudia vipimo. Wakasema mrudini tena nyumbani, mrudi siku fulani, tarehe fulani. Tukarudi tena. Tulivyorudi tena kuchukua majibu, wakasema hatujaona kitu. Sasa itabidi tutakachomsaidia tumpe gongo la kutembelea. Basi wakanipa gongo la kutembelea, tukarudi Manyara. Hapo tukarudi Manyara, tukafikia hapo kwa babangu mkubwa, huyo Mzee Mchuno hapo Endasaki. Nikakaa hapo Endasaki mpaka 2000 ikaisha. 2001 siku moja, wakati huo mimi natamani kwenda shule, lakini watu wengi walikuwa wanasema, sasa we mlemavu unaendaje shule? Utaendaje shule? Nani atakubeba? Nani atakufanya hivi? Wengine wanaoniambia ni watu wa karibu, ila sitaki kuwataja. Wewe kwa namna yako hii, wewe nani kwa hali yako atakubeba? Kwa kweli mamangu alisimama na mimi. Mamangu mzazi akamwambia yule mama ambaye naishi kwake, naomba nisaidie mpeleke binti yangu aende shule. Mimi nitagharamikia kila kitu, mtoto wangu aende shule na kuomba. Basi nakumbuka katika hizo harakati, kuna siku watoto wa huyo mama ambaye naishi kwake wakametoka shule, akamwambia mama yao, mama, walimu wametuambia kwamba watoto waende shule, hata kama ni walemavu waende shule. Yule mama akaniuliza, unataka shule? Nikamwambia ndio. Akasema ngoja nimwambie mama yako. Kwanza alikuwa ananiambia nikupeleke shule, ngoja niongee naye. Kweli wakawasiliana na mama. Nakumbuka siku ya mnada Endasaki, mamangu akaja, wakashirikiana na yule mama, wakapata mahitaji ya shule kama nguoni na vitu vyote, nikaanza shule. Kwa kweli nilijisikia raha. Kwanza nilianza shule kama nakumbuka ilikuwa mwezi wa 4 ndio nimeanza shule. Lakini nakwambia siku niliamka mapema, yani nilikuwa na ile shauku, yani maana nilikuwa napenda shule. Nikasema mimi nitakuwa mtu mkubwa nije nimsaidie mama yangu. Maisha ya kubadilisha yani nikasema Mungu atakayembadilisha mama yangu ni mimi, ataishi maisha bora.
Nikaa nimeamka mapema, nina furaha, nina amani. Nikaanza safari ya kwenda shule. Ilikuwa toka nienda Saki shule ya msingi. Na nilipokuwa nakaa ni mbali kidogo, ni kule karibu na stendi, alafu kwa juu sana ni mlimani. Nikaanza safari, nikafika shuleni yani saa 3 kasoro. Ni maana ni parefu, naruka na gongo, lakini sikuona kama ni shida. Nimefika shuleni, nimesweti, nina majasho. Lakini walimu wangu walinifurahia. Kiukweli walionifanya nifurahie shule ni walimu wangu. Kiukweli wale walimu waenda Saki, Mungu awabariki. Yani kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Rukia, alikuwa mwalimu wangu wa darasa. Alikuwa ananipenda. Yani unajua ile upendo, mimi sijawahi kupata upendo kwenye maisha yangu. Niliupata kwa upande wa mama, lakini pia sikuishi naye. Niliondoka kwa mama nikiwa na miaka 8. Sijawahi kuishi naye mpaka leo. Kwa hiyo yani ule upendo pia ule mama alikuwa ule mwalimu alikuwa ananionyesha upendo. Hataki, amesema ole wake mtu atakayemwonea huyu mtoto wangu darasani. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu walikuwa wananiogopa. Nakumbuka kuna siku nilikuwa natoka darasani, sasa mimi siwezi kushuka haraka kwenye ngazi. Wenzangu akanisukuma nikaanguka. Walichapwa darasa nzima, yani walichapwa kwa ajili yangu. Kwa hiyo mimi ndo mwalimu akawa wanafunzi wenzangu kama tukiruhusiwa, mwalimu sema mwanangu wewe baki. Mimi nakuwa wa mwisho ili mwalimu anisaidie nishuke kwenye ngazi. Kwa kweli ilikuwa ni nawaombea yani shule zingine waige hiyo mifano. Watoto wenye mahitaji maalum, watoto wenye ulemavu wanahitaji upendo. Kwa sababu kwenye jamii wamekosa, kwenye familia zao pia unakuta kuna changamoto. Kwa hiyo wanapopata shuleni inawapa faraja. Basi Mungu akanisaidia, nikaendelea. Mwezi wa 6 walimu wangu ili kunitia moyo wakanipa zawadi. Ingawa sikuongoza, lakini nilikuwa very bright. Nilikuwa vizuri, nilikuwa nafanya masomo vizuri, ila walinipa zawadi kwa sababu sijawahi kuacha shule. Wakanitia moyo. Baadaye wakawaza mtoto mbona anateseka, anatokea mbali. Wakasema hapana. Wakasema Flora, kesho njoo na mzazi wako. Nikamwambia yule mama mlezi, mama unaitwa shuleni. Mama akaenda, wakaambia mtoto tumhamishe Katesh boarding. Basi mama akasema hamna shida, ngoja niwasiliane na wazazi wake. Akawasiliana na baba. Alipowasiliana na baba, baba akasema sawa. Nikaletwa Katesh, mama kanisindikiza mpaka Katesh, ndio nikaanza maisha ya boarding Katesh hapa shule ya msingi Katesh A. Nilikuwa mtoto ambaye nilikutana pia na mwalimu mzuri anaitwa Mwalimu Chacha. Huyo mwalimu alinipenda sana. Yani alikuwa ananitia moyo, mwanangu soma, elimu ndio kalamu yako, elimu ndio jembe lako, elimu ndio maisha yako, elimu. Yani kwa kweli Mungu aliniandaliaga watu wazuri. Mungu aliniandalia watu wazuri, yani watu wazuri. Nikaa napata moyo na ni boarding, naamka usiku nasoma. Yani nilikuwa mtoto ambaye nasoma kwa furaha yani. Na nilikuwa mtoto ambaye nampenda sana Mungu. Basi hapo ni 2002 nikiwa hapa Katesh nikaumwa mguu mwingine tena wa pili kwenye nyonga, hivyo ukaniuma. Nikalazwa hapa kituo cha afya hapa Katesh, nikapelekwa hapa Tumaini hospitali ya wilaya wakanipeleka Haydom. Kabla ya Tumaini hapo, nilivyokuwa hapo hospitali ya Tumaini wakamwita baba. Huyo baba ambaye ukweli ni kwamba sio babangu mzazi. Ni babangu mlezi. Na nimejaribu kufuatilia kuhusu babangu. Mama akaniambia babangu hajulikani alipotoka nilipozaliwa mimi. Naomba tu sijui niliweke hili sawa kwamba mama aliolewa na huyu baba ambaye sasa ana familia yake Giti. Baadaye wakawa wameachana. Walivyoachana mama akanipata wakiwa wao wameshaachana. Kwa hiyo mimi nilizaliwa kwa baba mwingine. Na inasemekana babangu alishafariki miaka mingi. Kwa hiyo sijawahi kubahatika kumwona, na hiyo kitu ni kitu ambacho yani bado kinanitesa, lakini Mungu anaendelea kunitia nguvu. Basi lakini namshukuru Mungu, huyu baba alisimama kwenye nafasi yake. Baadaye alikuja Tumaini akanipeleka Haydom,
Walivyonipeleka Haydom, nikiwa Haydom bwana, wale madaktari wa Haydom wakasema, sasa kama ameshindikana KCMC, sisi tutasema nini? Mrudisheni tu nyumbani. Nakumbuka siku nikarudishwa nyumbani. Hapo tulikuwa Haydom kwa shangazi, tulifikia kwa shangazi. Kama kesho ndo tunaenda nyumbani, ambapo baba akasema sasa itabidi nikupeleke Giting kwa sababu usafiri ni mrahisi na hospitali ziko karibu, tofauti na kwa mamangu mzazi ambapo ni Gendabi. Nikamwambia sawa baba. Kwa hiyo kulikuwa na wanakwaya wa kanisa la RC. Huyo baba anasali RC. Akasema kuna wanakwaya wanakuja Haydom, kwa hiyo tutaenda nao. Kama kwa upande wetu ilikuwa kama fursa kwamba kwa hali yangu ya ugonjwa iwe private, angalau ingenisaidia. Basi nikiwa pale Haydom, nikiwa nimesimama na gongo langu hivi, ng'ombe alikuwa anapita. Alipokuwa anapita, mimi nikaogopa kwamba atakuja anivamie. Kwa mimi nikageuka kwa haraka. Ile kugeuka kwa haraka, gongo likateleza. Nikaanguka. Nilivyoanguka, I say, nakwambia yani kwanza nilikaukia tu, nilishindwa kulia. Nilikaukia tu, mdomo wazi, na yule baba alikuwa hayupo mbali. Alikuja alinipakata yule baba kwa uchungu. Kwa uchungu akaniambia, mwanangu, bora tu ungekufa kuliko haya mateso. Yule baba hakusema vile kwa sababu ananichukia. Alisema vile kwa sababu aliumia, yani aliumia maumivu niliokuwa nasikia, baba aliumia. Kwa wakati huo huo mguu ambao uliniuma 99 kwenye goti, hili gololi likaenda pembeni nilivyoanguka. Can you imagine? Na nilienda kwa ajili ya huu mguu mwingine, na huo ambao uliniuma toka 99 nao umepata changamoto. Yani kwa kweli Mungu, ila kwa kweli haikuwa rahisi. Ila basi baba yule alinipakata, akalia machozi. Mungu ambariki sana na mtunze, amjalie maisha marefu. Alivyo baadaye, usiku huo sikulala tena, nikawalia usiku kucha mpaka asubuhi. Kweli wale wanakwaya wakawa wameenda ziara, wamemaliza mida saa 10 jioni, wakaja wakanichukua. Na wakati wakanichukua pale, ile familia, yule shangazi anamwambia, si bora umwache apate nafuu? Baba akasema hapana, kuliko afia huko mbali, kuliko nisafirisha maiti, bora nimsafirisha mtu mzima ambaye yuko hai. Baba nikapakata kwenye ile gari, nakumbuka yani nililia kutoka Haydom mpaka Giting. Nililia mpaka machozi yaliisha, maana maumivu hayakuwa ya kawaida. Nilikuwa nasikia maumivu ambayo nikaa namwambia tu Mungu, naomba tu nife, nimechoka. Nalia kwenye gari, nalia. Yani tukafika nyumbani ambapo ni Giting. Sasa tulipofika nyumbani, mimi sio kulalia upande huu, maana ndo nilienda kwa ajili ya mguu upande wa kulia, wa kushoto ndio mbacha changamoto. Kwa hiyo mimi sio kulala, so nikaa naegemeza tu ukutani hivi, ndo usiku na mchana, ndo maisha yangu, nalala tu hivi. Yule baba akaniuliza, akaniambia, mwanangu, unajua, hebu niambie, ukifa unataka tukuzike wapi? Nikamwambia, baba, kwani umesema hivyo? Akasema, mwanangu, hebu niambie, unataka ubatizo ili siku ukifa tujue tunakuzika wapi? Nikawaza, kweli mimi ni Pentecost, lakini hawabatizi watoto. Nikamwambia, baba, nataka kanisa la KKKT. Kwa akaenda kuwaita, akawaambia. Nakumbuka mwinjilisti alikuja pale, mwinjilisti Faustini. Alivyokuja pale, nikabatizwa. Nilivyobatizwa, alikuja na washirika, baadhi ya washirika, nikabatizwa nikiwa kitandani mahututi. Nilivyobatizwa, wakawa wanakuja kila siku kuniombea. Kwa hiyo ile kitu ilikuwa inanipa moyo. Sikuweza kulala, silali usiku, sigeuki, sina upande wa kugeuka. Mimi nakaa tu hivi, naegemea, nalia usiku na mchana. Machozi ndio ilikuwa
lakini nilikuwa namwambia tu Mungu, najua unaweza. Ndio ilikuwa maombi yangu. Basi nakumbuka ndugu zangu hao wengine ndio wananisaidia, yani chombo ndo yani kitanda ni cha kamba, kwa hiyo wanaingiza chombo kwa chini ili mimi nijisaidie. Yani mdogo wangu anaitwa Romana yule, Mungu amsaidie na ambariki sana. Yani alifanya hiyo kazi kwa upendo sana. Alikuwa mtoto mmoja ambaye ni mdogo wangu kadogo, lakini alikuwa na upendo sana. Unajua baba hakusema vile mimi, yani mpaka na kesho nasema hakuwa ananichukia, ila kwa hali aliyokuwa ananiona nayo ni kila mtu anafikiri kwamba huyu anakufa muda wote. Kwa hiyo hata nikisema labda natamani nyama, yani kuku atatafutwa popote achinjwe, baba anasema asife na mdomo mkavu. Asife akiwa ametamani kitu. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye niseme nilikatiwa tamaa. Nilikatiwa tamaa, lakini nimejifunza kitu kwamba mwanadamu ni rahisi kukukatia tamaa, lakini Mungu siku zote hamkatii mtu wake tamaa. Nichukie mimi, nasema baba ananipenda sana. Angekuwa anachukia asingekuwa anahangaika nami katika hospitali mbalimbali. Ingawa kweli kiubinadamu kuna muda baba anachukia. Anachukia na vile naumwa mara hiki. Alikuwa anaumia kweli, na yeye ni mwanadamu, anaumia. Baada hapo Mungu aliendelea kunisaidia, nikaendelea kupata nguvu, hatimaye nikaweza. Wenzangu walikuwa wazazi wakiondoka nyumbani wananiweka kwenye mfuko wa kuwekea mahindi, nalalia, wananiburuza, wananitoa nje ili nione jua la nje, wananiburuza mpaka nje. Wakiona wazazi wanakaribia kurudi, wananivuta mpaka ndani. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu sana. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekatiwa tamaa sana. Basi baada hapo Mungu alinisaidia, na wale watumishi wa Mungu wa kanisa la KKKT walikuwa wanakuja kuniombea, nikapata nguvu, nikasimama nyumbani. Sasa pale wakanitengenezea gongo la mti, wakakata gongo la mti, sasa nikaa natumia magongo mawili, ila ya hospitali ya KCMC pamoja na ya nyumbani. Sasa nikarudi shuleni. Mungu akanisaidia nikarudi Katesh shuleni. 2003 siku moja bwana, nilikuwa likizo. Nikiwa pale Ndasaki, ni Jumamosi moja nimeenda kuangalia kwaya, mashindano ya kwaya pale uwanja wa sekondari, ambayo uwanja wa sekondari iko karibu na nyumba ya waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye. Sasa siku hiyo nakumbuka kati narudi narukaruka yangu na magombo ili niwahi nyumbani, maana jioni naingia na hali yangu ni ile. Nikawa naelekea nyumbani, nikakutana na pale getini, nikamwona askari. Akaniambia, mtoto mzuri, mtoto njoo, usiniogope, njoo. Nikaenda. Ujambo mwanangu? Kaambia si jambo. Unaitwa nani mtoto mzuri? Kaambia naitwa Flora. Flora nani? Flora Faustini. Unakaa wapi? Nikaambia nakaa, nikamwelekeza pale juu, si mtoto hata sielelei. Akaniambia unasoma? Kaambia ndio. Wapi? Shule ya msingi Katesh. Mimi nataka niongee na mheshimiwa akupe baiskeli. Utapenda? Kaambia ndio. Akachukua akaandika jina lako kwenye karatasi, akasema haya, nitaongea naye utaletewa. Sawa? Nikamwambia sawa. Haya, bye. Nakupenda mwanangu. Nikaondoka. Baada ya kama wiki mbili hivi, siku moja mwalimu wangu anaitwa Mwalimu Lelwa akamekuja bwenini. Akaniambia, Flora, kuna wageni wako. Akaniambia umeletewa baiskeli, utafurahi? Nikamwambia ndio, nitafurahi sana. Nilipofika kule ofisini, nikakuta Mwalimu Ali akiwa na mgeni. Kwa kweli nilifurahi. Nilivyoona tu ile baiskeli nikajua moja kwa moja ni ya kwangu. Kwa hiyo nikafurahi. Yule mgeni akasema, hii baiskeli umepewa na mheshimiwa waziri mkuu, kwa sasa ni waziri mkuu mstaafu, Mheshimiwa Frederick Sumaye. Basi nikafurahi, tukapiga picha pale, tukaagana. Kutoka wakati nikaanza kutumia baiskeli nikiwa darasa la 3, 2003. 2004 nikaumwa uti wa mgongo. Nikana uti wa mgongo unaniuma, nikilala unaniuma, nikiwa natembea unaniuma.
Basi kadri siku zinavyozidi kusogea mbele, ukawa unajikunja taratibu, unajipinda. Nikijigusa hivi, mbona mgongo wangu unakuwa hivi? Najisikia vibaya. Yaani nimetoka kwenye mguu mmoja nikaingia kwenye mguu mwingine. Wakati huo narudi nyuma kidogo. 2002 hiyo, mguu ulioniuma wa pili ulipooza na uliparalyze. Kwa hiyo miguu yote miwili ikawa imeparalyze, ndo nikawa nimetengenezewa gongo la mti pale nyumbani. Kwa hiyo 2004 tena nikaanza kuumwa mgongo. Mgongo unaniuma. Lakini mimi shuleni, hata walimu wangu ni mashahidi, nilikuwa mtoto ambaye ni mgonjwa kila leo. Yaani hata walimu wakienda kuambia kwamba bwenini kuna mgonjwa, na wanasema nani? Flora. Yaani nimeshazoeleka. Yaani nimezoeleka mpaka, yaani namshukuru Mungu alinipa walimu wazuri ambao hawajanikatia tamaa. Wengine of course walinikatia tamaa, wengine walikuwa pamoja nami. Mungu alikuwa mwema. Yaani hakuna watu ambao nasema nimesimama sehemu ambapo Mungu hajaniinulia watu. Kwa hiyo nilikuwa mgongo ulivyoanza kuniuma nikapelekwa hospitali ya Dareda. Nakumbuka nilienda mimi na baba pamoja na huyo mamangu mdogo wa Giting. Tulipofika nilipimwa x-ray ya mgongo. Wakapima lakini wakasema hawaoni ugonjwa. Unajua mpaka ilifika wakati baba alipaniki. Akapaniki sana tukiwa hospitali tumekaa nje, nakumbuka, na mama akasema, "Una shida gani? Una laana gani? Kwa nini kila ukipimwa ugonjwa uonekani? Pesa zangu zimeisha nyingi. Pesa zimeisha. Na nimehangaika. Yaani nimehangaika sana. Hata nikiweka dramu nitajaza pesa kwa pesa nilizotumia. Nitajaza. Una laana wewe, sio bure. Una laana, sio bure." Kiukweli kwa wakati huo kama mtoto nilimchukia baba. Lakini kwa wakati huo tu alivyoniambia maneno nililia na nilijikuta moyo wangu ukimchukia. Lakini baadaye nikasema hapana, baba ni ameumia. Mbona baba hajawahi kunikatia tamaa? Amenipeleka hospitali mbalimbali, hajawahi kunikatia tamaa. Baba ananipenda. Ni uchungu tu na maumivu aliyokuwa nayo. Baba ananipenda. Kwa hiyo naiambia moyo wangu hapana. Usimchukie baba. Baba anakupenda. Nakumbuka, yani tukarudi nyumbani. Tena na mama pia alikuwa naumwa. Na mama siku ile pia huyu mama mdogo ambaye tulienda naye alikuwa naumwa. Naye alipima hamna ugonjwa. Nacheka sasa hivi maana ni kitu kilichopita. Yani aligomba. Baba aligomba, aligomba. Wewe nyewe mnaumwa. Hamumwi, hamumwi, mnajifanya nyewe hamna hamumwi. Sasa upande wangu mimi natamani kujitetea, baba, sasa mgongo umejipinda, huoni baba, mgongo umejipinda, na mama ni kifua amepima. Yani kwa kweli acha tu sasa hivi nicheke nimtukuze Mungu. Ila babangu nampenda sana sana. Nasema hivi tu ili kwa tia moyo watu wengine kwamba inafika wakati mwanadamu kama mwanadamu anakata tamaa, kwa sababu mwanadamu siku zote ana uwezo, lakini hana uweza. Ya Mungu ana uweza. Uweza ni ule uwezo, uweza ni kile ambacho, yani ni nguvu ambayo haina mipaka. Lakini mwanadamu ana uwezo, atasema uwezo wangu umeishia hapa. Siwezi kuendelea, uwezo wangu umeishia hapa. Kwa hiyo sisemi hivi kwa kumsemea baba yangu kwa mabaya. Hapana. Nasema hivi ili kuatia watu wengine moyo kwamba kuna mahali hata mtu anaweza kapita, mwingine akakuatia tamaa. Huo ugonjwa uponi. Huo ugonjwa gani uponi? Kila siku ni mgonjwa. Kumbe bado Mungu anakuwazia mema. Na jaribu kusema haya, sio kwamba namchukia baba. Naomba watazamaji msinielewe vibaya. Nafundisha hivi kwa sababu kuna wengine wanapitia kwenye mapito magumu kaka. Asikwambie mtu. Yani wanapitia mapito magumu, wameshakatiwa tamaa na familia zao. Lakini naomba niwatie moyo kwamba kweli mwanadamu anaweza kukata tamaa, na usimchukie. Kweli na yeye ni mwanadamu, anaumia, anachoka. Basi Mungu amenisaidia nikarudi nyumbani, nika hapo nyumbani muda mrefu, baadaye nikarudi shule. Lakini mgongo ukawa umejipinda kabisa. Nikiwa na urefu huu sasa. Baada hapo, baada uti wa mgongo kujipinda, sikuendelea kurefuka. Nikaa nimebaki na urefu huu.
hapo ni 2004, 2005 bwana, siku moja. Na kabla hapo mimi likizo bwana, ikishafika likizo kwangu ni kama msiba, kwamba bweni sasa inafungwa, kila mtu aende kwao. Kiukweli mimi nilikuwa sijui nisemeje, yani nilikuwa naomba kwa mtu kwamba namwambia rafiki yangu labda ninayesoma naye, naomba nije kwako. Na hii ilitokana na kwamba kuna siku nilienda likizo nyumbani kwa baba Giting, kwa sababu kwa mama yangu ilikuwa hakuna magari ya kwenda Gendabi enzi hizo. Angalau sasa hivi ni mjini, hapakuwa na magari, hapakuwa na mabodaboda kama sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa naenda likizo huko Giting. Siku moja nikaa nimeenda likizo. Kipindi hicho hapakuwa na magari ya kwenda kwa mama yangu. Mama yangu alikuwa ni mtu ambaye ana upendo, anakuja shuleni kunisalimia. Kaka zangu pia walikuwa wanakuja shuleni, wanauza mkaa huko, wanakuja kunisalimia, wanauliza mahitaji nilokuwa nahitaji nini. Kaka wanaenda kununua. Kulikuwa na kakangu anaitwa Yohani wa mbele yangu, alikuwa anauza mkaa, anakuja kuniuliza una shida gani mdogo wangu, labda naambia mafuta, daftari, alafu yeye anaenda ananunua analeta. Mamangu pia hivyo. Kiukweli familia yangu walikuwa wana uwezo, ila ni watu ambao walikuwa wananibeba sana. Basi bwana, naomba nirudi nyuma kidogo. Wakati mamangu anaenda kutafuta mahitaji, ananiacha mimi kitandani na mdogo wangu. Kuna siku mama hakurudi. Alivyokuwa hakurudi, ilikuwa ni mlango huu uko wa sisi watu wa kijijini bwana, tunatumiaga miti ambayo ina miiba kwa ajili ya usalama, miti ambayo ina miiba. Kwa hiyo pale ni kama geti, lakini ni geti lakini wasema inawekwa miiba ili tuwe salama. Kwa hiyo siku hiyo kaka zangu hawakuepo. Kaka zangu waliondoka kwa sababu ya kwenda kujitafutia chakula huko kwa watu, alafu mama hakurudi. Nafikiri mama hakurudi kwa sababu alikuwa hajapata chakula cha kurudi nacho wapi? Nyumbani. Mama hakurudi. Sasa siku hiyo mdogo wangu alikuwa amelala chini. Mimi nilikuwa kwenye dari. Nilikuwa sina uwezo wa kushuka wala yeye sina uwezo wa kumpandisha. Giza ikaanza kuingia, tukiwa na matumaini kwamba mama atarudi. Nikiwa moyo wangu, mdogo wangu akanalia. Giza ilipoingia, alikuwa na miaka 4. Analia, dada nipandishe juu. Naambia mdogo wangu siwezi kukuchukua, ila Mungu atakulinda, wewe baki hapo hapo. Giza ikawa imeingia, imetanda, na kama unavyojua nyumba za kijijini hazina taa, hazina chochote, ni giza. Kwa hiyo giza ikawa imeingia mpaka giza nene kabisa, ni mdogo wangu simuoni. Lakini ananiambia dada, mimi sikuoni. Naambia mimi nakuona. Mimi namtia moyo, naambia mimi nakuona mdogo wangu. Mimi nakuona. Wewe tulia hapo hapo, mimi nakuona. Uko salama. Mungu anatulinda, uko salama. Basi muda ukawa nimeendelea kusogea mbele. Mimi sikulala kabisa. Nikanamwambia tu Mungu, naomba mdogo wangu alale. Makanisa Pentekosti ya vijijini huwa wanakuaga na maombi usiku. Nikasikia ile kanisani kwetu ambapo naendaga kusali watu wanaimba. Nikanambia Mungu, naendaga kukuimbia kwenye ile kanisa. Mungu, wewe ni Mungu wa kweli. Naomba utulinde, mlinde mdogo wangu. Mimi nilijiona niko salama, maana niko juu. Lakini mdogo wangu yuko chini, ambapo kule kuna wanyama kila aina. Ilikuwa ni pori haswa, ambapo kulikuwa na chui walikuwa kawaida, fisi ndo usiseme, na wasikia kabisa wanalia. Ila nikamwambia Mungu, unaweza yote, mdogo wangu atakuwa salama, hakuna mnyama wa kuingia. Niliomba kwa imani, nikamwambia Mungu, umesema malaika wangu atakulinda. Mungu, malaika wako watulinde. Ikafika mdogo wangu akalia, mara asema dada njaa. Namwambia mama anakuja sasa hivi. Basi Mungu ni mwema, mdogo wangu akapitiwa na usingizi, akalala usingizi. Sasa mimi nimemwangalia, nimeinamisha tu kichwa hapo, na sijui na mimi nimepitiwa na usingizi saa ngapi. Nikapitiwa na usingizi. Sasa nilipopitiwa na usingizi, kukurupuka, cha kwanza nilipiga kelele. Nikajua kwamba mdogo wangu hayupo, atakuwa amechukuliwa na mnyama. Maana kule kwetu
wanyama wakali walikuwa ni wengi sana. Lakini uzuri Mungu ni wa ajabu. Yaani mwanga ule wa mwezi ukawa umeingia mpaka ndani. Kuangalia hivi nikasema, cha kwanza kasema, Yesu, mdogo wangu Yesu. Ile kuangalia hivi nikamwona, asante Yesu, asante Yesu. Yaani niliomwona kwa sababu mwanga wa mwezi uliingia kwa kupitia mlangoni. Mlango si uko wazi, na mlango wa nje pia wa getini uko wazi, yani uko wazi. Nilipomwangalia mdogo wangu amejikunja amelala hapo, mimi ndo nilikuwa nakashuka. Kwa ile shuka yangu nilimrushia tu hivi chini, nikamrushia akatoka mwanzo hata kabla hajalala. Nikamwambia mdogo wangu jifunike. Kwa hiyo mimi nikaa nimebaki sina kitu, angalau mimi nibaki sina kitu. Nikana mwangalia hapo. Sasa nikamwona, sikulala tena. Nikasema hapana, silali. Nikaona imba. Nika naimba nyimbo. Wakati wa dunia yote ni kimya. Hata wale watu walikuwa kwenye usiku kwenye maombi walishatoka. Mungu ni mwema. Alfajiri mama yetu akawa amekuja na chakula, tulifurahi. Alitupikia, tulifurahi na mama. Kiukweli, kwa kweli namtukuza Mungu. Mungu ana upendo na Mungu analinda watu wake. Anavyosema nalinda, yani Mungu anavyosema nitakulinda uingiapo na utokapo, Mungu anamaanisha eti. Ni sisi tu atuchukulie, yani ni Mungu anamaanisha. Atukuzwe sana Mungu wetu. Kwa hiyo Bwana, 2000 naomba nirudi sasa kule mbele. Bwana, siku moja nilienda likizo nyumbani. Nilivyoenda likizo nyumbani ilikuwa 2005 mwezi wa 4. Ile likizo mwezi wa 4. Shule imefungwa hapa Katesh, nikaenda nyumbani. Nikashuka kwenye gari, nikaelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani sikumkuta nyumbani hapo giti. Nikakuta baba hayupo wala mama hayupo, sikumkuta mtu. Nikakaa kwenye kigoda hapo nje. Aliyekuwa amekuja wa kwanza alikuwa baba. Nikamwambia baba, shikamoo baba. Hakuitika. Akaniambia, umekuja kufanya nini? Nikamwambia baba, tumefunga shule. Kwa hiyo nikamwambia baba, si nimekuja likizo. Akasema, sikutaki kwangu. Wewe umelaaniwa. Wewe umelaaniwa, sio bure. Nikamwambia baba, hamna shida, ipo siku tu nitakufa. Akaniambia, yani hata sasa hivi kufa. Wewe umelaaniwa. Huwezi kuumwa mara hiki unaumwa tu. Pesa zangu nikiweka pale dramu na jaza kabisa. Mimi sikutaki kwangu. Nikamwambia basi baba sawa. Nikamwambia basi baba, mimi nitakaa kwenye ardhi ya Mungu. Nikatoa ile kigoda, nikakaa chini. Nikamwambia baba, mimi nakaa chini, nitakaa hapo mpaka asubuhi. Na asubuhi nitaondoka. Hamna shida baba. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.